ZFF hii leo ya wale walikuwa wametoa taarifa mbili. Walikuwa wanataka klabu zisihusike kwenye upangaji wa matokeo. Haya, twende kwa vile vikundi. Taarifa kwa ile awali kwa ufupi tumesema shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar linavikumbusha vilabu vya ligi kuu ya Zanzibar kwa ujumla, viongozi, wachezaji na wadau wa mpira wa miguu katika kuelekea kwenye michezo hii ya kumalizika kwa ligi kuu ya Zanzibar PBZ Premier League, kutoshiriki na kutofanya vitendo vyovyote vile ambavyo vitaashiria upangaji wa matokeo na vitendo vingine vyenye sura kuchafua taswira njema ya mpira wa Zanzibar ambayo ZFF wameijenga kwa muda mrefu na kwa gharama kubwa. Sisi mashabiki. Lakini wakati huo masaa matatu baadaye shirikisho hilo la soka Zanzibar kwa maana ya ZFF ikatoa taarifa kwa maana ZFF lina vionya vilabu vya mpira wa miguu Zanzibar na kuvitaka viache mara moja vilabu vya mpira wa miguu Zanzibar viache mara moja tabia ya kwenda viwanjani na vikundi maalum vya kucheza vya wanawake ambao wanacheza ngoma zisizo na maadili pamoja na kuvaa nguo wakaweka kwenye mabano vijora na kuonekana maumbile ya miili yao. Aidha, ngoma hizo za vijana na vikundi vyao tayari vimeshakatazwa kuchezwa katika viwanja vya michezo na Baraza la Taifa la Michezo Zanzibar kwa maana BTMZ kwa kuona kuwa vina uvunjifu wa maadili na kushajihisha vitendo viovu katika jamii. Hivyo, kwa taarifa hii, ZFF inatoa angalizo la kuzichukulia hatua kali na stahiki kwa mujibu wa utaratibu uliowekwa timu zote zitazoleta vikundi hivyo viwanjani. ZFF inahitaji sana kuona kila rika na jinsia inakwenda viwanjani ili kuunga mkono timu zao wanazozipenda kwa misingi sahihi yenye kutunza amani na utulivu pamoja na mila na silka za Mzanzibari, lakini pia kuhakikisha kuwa mashabiki wao malengo yao makuu ni kuwashangilia na kuwahamasisha wachezaji wao wakiwa uwanjani. Kwa upande mwingine, ZFF inatoa onyo kali kwa viongozi, mashabiki na wadau wengine wanaokwenda viwanjani huku wakiwa na tabia kutoa lugha chafu zenye karaha na kashfa kuacha mara moja tabia hiyo, kwani vitendo hivyo havikubaliki katika michezo na jamii. ZFF inawaagiza bodi ya ligi Zanzibar kuchukua hatua kali na za haraka dhidi ya wale wote wanaofanya vitendo hivyo viwanjani. Hii imetoa na Mohamed Kabwanga, afisa habari ZFF, Mei 21, 2025. Mimi kwa nafasi yangu mchezaji anatoka mchezoni, siwezi kuvumilia bwana, naweza nisione hata pasi. Kwa hiyo nawapongeza kabisa ZFF. Sasa kama kijana wa hovyo huyu kama washangiliaji anakuja amevaa vijora vile na vigoma vyao, kweli pasi naweza sione. Kwa hiyo nashukuru sana ZFF kwa unaunga mkono walichokifanya. Walichokifanya wameona mbali sana. Mimi kama shabiki sasa, wewe si mchezaji. Mimi kama shabiki mimi nimeumia. Mimi kama shabiki. Upo tayari timu ipoteze uwanjani kwa kuuzi concentration? Kisa kwa kutizama wewe shabiki. Pote. Wewe mchezaji unatakiwa uwe professional. Wewe mchezaji unatakiwa ufocus na mpira dakika 90 tu. Sisi mashabiki tunaokuja uwanjani ndio tunatakiwa tupate burudani. Unajua mpira ni sehemu ya kuenjoy, ni sehemu ya kuentertain. Kwa inabidi upate burudani za kiwango. Sasa ngozi zisizokuwa na maadili. Kijora. Weka. Mbona mtaani vipi? Sasa bwana, mbona mtaani vinaruhusiwa? Huko mitandaoni hali imekuwa ni tofauti. Nini tena? Kwa maana mashabiki wamepokea vibaya. Wengi wanajua kwa maana umekatazwa mashabiki wa Simba. Wanahoji kwa nini? Kwani kwenye zile aya kuna aya moja hivi, klabu za mpira ambazo zina nini, wamesema klabu za mpira za pale Zanzibar, klabu ya mpira wa miguu Zanzibar, na kuvitaka. Ukiona hivyo kusoma na kuandika kwa watu ni shida. Imevionja klabu ya mpira wa miguu Zanzibar.
Sasa wewe ambaye uhusiki na ligi kuu Zanzibar, wewe nenda na kijora. Hapana, kuna aya moja mimi nikizingatia hapa. Aya gani? Mechi ngoja kwanza. Kaka, sikiliza kwa makini. Hii aya 4 nadai ZFF inahitaji sana kuona kila rika na jinsia inakwenda viwanjani ili kuunga mkono timu zao wanazozipenda kwa misingi sahihi yenye kutunza amani na utulivu pamoja na mila na silka za Mzanzibari. Haya, sasa mimi na challenge hapo. Mechi ya kimataifa iko chini ya shirikisho gani? Hii mechi ya kesho kutwa ya CAF. Akitoka CAF anafuata nani? TFF. Hii mechi haiko chini ya usimamizi wa ZFF. Kwa hiyo tunachoendea hapa hata uwanja wa Amani vibaya. Ndio tunaweka sawa kwamba hata uwanja wa Amani sio uwanja wa ZFF, ni uwanja wa serikali ya Zanzibar. Kwa hiyo kwenye mechi ambazo ZFF atazisimamia ndio ruhusiwi kwenda na vijora. Lakini kwenye mechi ambazo hazitokuwa chini ya ZFF, ruksa. Kwa hiyo mashabiki wa Simba, ruksa, kwa sababu mechi hii sio chini ya ZFF. Ingekuwa hapa kwamba imetoka wizarani, labda imetoka kwenye labda ile commission ya michezo Zanzibar. Zingatia misingi sahihi yenye kutunza amani na mila na silika za Zanzibar. ZFF wao sasa ndio kwa mujibu wa taratibu zao wanataka kulinda utu. Kwa mfano mzuri, labda hapa ofisini labda kuna labda tuseme kwamba ofisini wamekataza watu kuja kuvaa wakija wamevaa labda vest. Lakini vest labda anasema kama ofisini kwetu tumekataza labda kuvaa vest, sivyo? Lakini ukitoka nje vest inaruhusiwa. Sio vazi baya, sivyo? Lakini ukitoka labda ofisi yetu labda ukaenda ofisi nyingine wanaruhusu labda mtu kuvaa vest. Kwa hiyo ndio kilichotokea hapa kwamba wewe Brain ni mfanyakazi kweli wa hapa. Lakini unaweza ukatoka kwenda ofisi nyingine ukavaa vest na ikaruhusiwa. Lakini wewe bwana Brain kuja ofisini kwako umevaa vest ndio ruhusiwa. Kwa hiyo ZFF na mechi zao hawataruhusu mashabiki kuingia na vijora. Lakini TFF na CAF mechi ambazo wao watazisimamia ni ruksa kuvaa vijora. Sisi mashabiki tunataka hivyo vitu. Kwa ushahidi mdogo tu labda kwa maelezo yako Wakanda. Hilo nilikuwa nazungumzia kama mchezaji. Mimi binafsi. Ndio. Mimi bwana ni mimi suruali sijui nimevali sikumbuki. Before sijaja hapa. Vipensi. Mimi nilikuwa ni mtu wa vipensi. Zamani sana. Miaka hiyo. Labda wakati maybe nipo chuo au shule tu kiujumla. Lakini mimi ni mtu wa majezi mwanzo mwisho. Mimi hicho kitendo cha kuvaa suruali, sijui viatu, sijui nini. Hivyo nimekutana navyo hapa. Mimi ni mwanzo mwisho. Jezi hizi. Haya sasa ZFF ya hapa. Lakini niambie bwana, taratibu za kikanzi hapa lazima uwe smart hivi. Sio kwamba mimi sikuwa smart. Ila ndivyo taratibu na viongozi ndio umekutana sasa na ZFF. Sasa ukienda TFF na CAF wao watakuruhusu bwana tinga unavyotaka. Kwa hiyo sisi mashabiki wa Simba ambao tutaenda Aman Complex, sisi tunaruhusiwa kwenda na vigoma, tunaruhusiwa kwenda na vijora kwa sababu mechi sio ya ZFF. Hii mechi ni ya TFF na CAF. Na TFF ingekuwa imetoa andiko hapa tungesema sawa. Kwa hiyo ZFF wao wana haki yao, lakini TFF haijatoa katazo wala CAF hawajatoa katazo. CAF wao wamekataza tu vile vya motomoto vile vilipuzi vile. Baruti vile ndo wamekataza. Lakini kijora tinga tu twenzetu. Mtapeleka tena bungeni. Mnataka siku nije mvaa kijora. Ofisi haijakataza kijora. Njoo mvaa kijora. Mwanda bicho. On here, Mbappe's got another one. 4-2. Leo Messi. Goal number 400 in La Liga. And then Ronaldo. What a goal! Cristiano Ronaldo. Kipenga. Viwanja vya mbele. Viwanja vya mbele bwana, dakika 32 zimetimia mara baada ya mbele kamili za usiku. Hii ni Kipenga East Africa Radio kutoka mikocheni jijini Dar es Salaam. Kuna jina nikalisikia hapa Mwanne. Nilikuwa naambia Wastara tinga kijora kama Mwanne binti Othman anapendeza na kijora chake moja somo mwenye mwili wake Yusta akitoka pilika ukimkuta hapa na kijora chake safi mwenye kitopu nani tena sijai kumwona kijora. Haya Wastara Msese, kesho sisi kama Kipenga tunapeleka maombi rasmi kwa Wastara. Tunaomba kesho vae kijora ofisini. Ahmadi Zungu bwana ngoja Brenda hajakubali au hajakataa. Basi mimi pendekezo lako Wastara, mimi nakuomba kesho uvae kijora ofisini. Hiyo kipengele. Okay, anyway, Ahmad Zungu anasema bwana inabidi uheshimu mamlaka na
kuheshimu maadili ya sehemu husika. Of course. Kwa hiyo hili anaungana pia of course na mamlaka husika. Athman Nzeba anasema kwamba mbona Wakanda la kazia sana hiyo mada au ndo mambo yake. Paulo Yohana shabiki, mimi nataka tu enjoy mashabiki tufurahi. Okay, Paulo Yohana asante. Lakini pia Jumanne Kilenje pamoja sana, shukrani pia kwake. Anasema bwana mwelewa sana Wakanda. Dube he is the best, but haimaanishi kwamba Yanga wasitafuta of course the striker mwingine. Dube ameonyesha makubwa zaidi.